Ukisikiliza kauli ya kocha wa Singida Black Stars David Ouma, kuna kitu amegusia hapo kwamba anataka kuwapa Simba mechi yenye ladha ya kimataifa. Katika kitu ambacho na guarantee kwa watakaotazama mchezo wa kesho ni hicho kitu, kwamba tunaenda kushuhudia game nyingine ambayo Singida hatakuwa mchache wa intensity. Singida obviously ataenda kuproduce game ambayo itakuwa ina intensity ya juu sana, na intensity ya Singida inazalishwa kwanza kwenye aina ya kikosi ambacho wanacho, ule ubora wa wachezaji wao, lakini engo muhimu zaidi ni engo ya mbinu ambazo David Ouma anaweza kwenda kuzitumia kesho kuchallenge ule ubora wa Simba Sports Club. Mezani Simba na advantage kutokana na momentum alionayo hivi sasa. Yawezekana ametoka kwenye defeat ya michuano ya Confederation, lakini momentum wise Simba momentum yake iko juu zaidi kuliko ile ya Singida. So hiyo inaweza ikamweka Simba kwenye advantage ya kupata matokeo chanya kwenye mchezo wa kesho. Lakini sasa tukija kwenye hii essence ya mbinu, challenge ya kwanza kwa Simba ambao watatakiwa kuibit ni namna ambavyo Singida wana ubora hasa kwenye eneo lao la mwisho la ulinzi. Ni timu ambayo kimuundo mara nyingi huwa inacheza kwenye 4-2-3-1 ambayo ndio base formation ya kuanza mechi, lakini sometimes huwa unaikuta timu kwenye muundo wa 4-3-3 ambayo pia ni formation ambayo David Ouma amekuwa akiapply hasa kwenye michezo migumu. Kwa hiyo kwenye 4-3-3 ya Singida, faida ambayo mwalimu huwa anaipata ni kwamba ule base ya watu wanne wa nyuma huwa anatanua mafullback wake wanakuja kucheza kama mawinga. Naturally kikosi cha Singida kina wingers wachache sana. Wingers ni Rashid Juma, kuna winga Ayub Lianga ambao hawa si wachezaji wa kikosi cha kwanza. Kuna kuja kujikuta kwamba timu inavyocheza operation kwenye mapana ya uwanja huwa inafanywa na mafullback ambao timu ikiwa ina mpira huwa wana act kama wingbacks. Kwa hiyo kwenye mstari wa mwisho ulinzi wanabaki watu wawili ambao hawa watu wawili huwa wanapewa support kubwa sana na viungo wawili wa Singida ambao huwa wanacheza kwenye eneo la katikati ambao mara nyingi wanakuwa ni Damar pamoja na Kevin Nation. Sometimes wanacheza Halid Gego. Kwa hiyo unakuta kwamba ile base ya mstari wa mwisho wa Singida huwa haikosi watu watatu mpaka watu wanne ambao huwa wanailinda tu defense ama tunasema wanailinda taswira ya goli lao kutomfikia goalkeeper ama Sabasongi. Kwa hiyo huko sasa kwenye mapana ya uwanja ambako ndiko wana operate ama fullbacks, kulia Andy Cyril Kofi ambaye amerejea kutoka injuries, kushoto akiwa ni Ibrahim Moro, lakini unaweza kaenda na Gadiel Michael Kamagi. Huko sasa hawa ndio wanaowafanya sasa wale wachezaji watatu kwenye ule mstari wa mwisho wa ushambuliaji wa Singida wote kuongezeka kwenda kucheza nyuma ya mshambuliaji ambaye anakuwa ni Jonathan Soa. Kwa hiyo kwenye ule mstari wa tatu wa juu isaidha kulia anaweza kaanza Victoria Ndebayo ambaye taratibu anaanza kurejea kwenye kiwango bora. Victoria Ndebayo kwenye upande wa kulia, upande wa kushoto anakuwa ni Athabada. Huo wanaongezeka ndani kucheza watu wawili nyuma ya mshambuliaji. Namba 8 anaweza akawa ni mmoja, inategemeana na choice ya kocha anaweza anaanza na nani. Kwenye ule mstari wa viungo watatu ambao huwa wanacheza, kuna sometimes unaweza kumkuta pale akiwa ni Serge Poku ambaye kwangu I think ndo priority ya kwenda kucheza kesho, ama Emmanuel Keyeke ambaye anaweza akacheza kwenye ile eneo. Kwa hiyo ukuta balance ya Singida hasa kwenye idadi ya wachezaji ambao huwa wanabaki nyuma pamoja na wachezaji ambao huwa wanaenda kulishambulia lango pamoja na mchezaji anayebaki katikati ambaye huwa anakuwa ni mmoja, inatengeneza equilibrium kwenye timu. Kwamba eneo la juu wanakuwa wana watu takriban watatu mpaka wanne kwenye phase ya mashambulizi. Eneo la katikati huwa wanakuwa na watu wawili ama mtu mmoja. Sana sana wanabaki mtu mmoja ambaye anakuwa ni yule kiungo namba 8 ambaye huwa anapewa support na yule kiungo mmoja kwenye double pivot ambaye alishuka kuja kutengeneza shape ya watu wanne nyuma. Ili anaacha ile shape ya nyuma inabaki watu watatu, yanakuja kupea na huyo kiungo namba 8 hapa katikati. Kwanza kujikuta kwamba eneo la katikati wanabaki na watu wawili. Eneo la mwisho sasa huwa wanabaki tena na watu watatu. Kwa hiyo kujikuta kwamba hata wakipoteza mpira kwenye phase ya kwanza ukawapita wale watu wanne, watatokea udili na watu wawili wa eneo la katikati. Ukiwabita watu wawili wa eneo la katikati inabidi uje ubit watu watatu tena wa eneo la mwisho. Ukisha beat watu watatu eneo la mwisho, ukifika golini, good enough sasa hivi kuna ubora mwingi sana umeongezwa na Ama Sabasongi kwenye eneo la goal line. Zamani walianza position alikuwepo Metacha Mnata ambaye yes alikuwa na vitu ambavyo alikuwa anavifanya kwenye ubora, japo hakuwa na maintain ule ubora wake. So ameingia Amas, I think consistency yake kwenye ubora ipo above the bar. Kwa hiyo kwangu ni challenge ambayo Simba sana anatakiwa kwenda kuideal na hii system. Anaenda kuibit kwa aina gani? Ukiangalia Simba ambaye amekuwa akicheza kwenye ubora akiwa kwenye kikosi chake bora. Walimuongeza na Masalanga Sambade.
Hussein Masalanga. Yes, ambao priority obviously ni Ama Sabasongi. Masalanga hawezi kwanza mbele ya Ama Sabasongi. Kwa hiyo unajikuta kwamba Simba kesho kwanza ni lazima awe kwenye primary squad yake, ile A squad yake. Fabrice Wambangoma, Yusuf Kagoma eneo la katikati, mabeki Chamu, labda na Chemalon, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe kwenye ule mstari wa tatu wa juu tumuone Limpanzu, Joshua Mutale Budo, yes na kiwango kizuri sasa hivi anaweza akacheza, labda na Jean Charles pamoja na mshambuliaji Steve Dese Mukwala. Kwa sasa Simba anaendaje kwa challenge wa watu? I think the best option kwa challenge wa watu Simba ni kuenda all attack, kwa sababu ukisema ubaki kwenye defense line ama ujaribu distort ule ubora wa Singida, it means ni lazima upunguze idadi ya watu wako wanaoshambulia, ambao Simba kwa sababu wanashambulia pia na faida ya Shomari Kapombe kwenda juu. Upande wa Shomari kesho kwa tahadhari anaenda kucheza na Arthur Bada, sababu Arthur ndio anayeanza kwenye upande wa kushoto wa Singida, kwa hiyo ni upande wa kulia wa Simba. Kwa hiyo Arthur obviously mara nyingi atakuwa anajaribu kumdrift Shomari aingie naye ndani ili kuacha gap kwenye ule upande wa kushoto ambao anaweza akautumia Ibrahim Moro kwenda kutengeneza mashambulizi. Kwa unakuja kujikuta kwamba Simba kesho the best option ni kwenda all attack, kwa sababu ukijaribu kuwa hold Singida kwenye eneo la mwisho, kuna muda yes unaweza kai hold tactic, lakini Arthur Bada, Jonathan Soa, Adebayo wanaweza ka coordinate wakakufunga. Lakini sasa kwenye eneo la mwisho la Singida, katika kitu ambacho kimekuwa ni challenge throughout the season ni issue ya kasi. Singida kwenye eneo la mwisho la ulinzi ni eneo ambalo halina kasi. Na David Ouma kutokana na kugundua kwamba eneo lake la mwisho halina kasi, timu mara nyingi wanaiweka kwenye mid block. Lakini sasa changamoto anayokuja kukutana nayo, kasi tu haipatikani eneo la chini mpaka kwenye eneo la katikati. Viungo wake wawili Damayo pamoja na Kevin Nation ama yoyote aidha Emmanuel Keyeke atakayeanza kwenye ile eneo, wote hawana kasi. Kwa hiyo ukitaka kuibit defense line ya Singida, hakikisha mara zote una speed up mchezo, kwamba nenda all attack. Ukipata mpira hakikisha kwenye between the lines wewe muda wako wote ni kukimbia. Mpira umedondoka katikati ya ule mstari, beba kimbia nao. Sasa watu wa kukimbia na mpira Simba wanao, wana Joshua Mutale Budo, wana Eli Mpanzo ambaye wote hawa ni runners wa mpira juu, na Steve Dese Mukwala ambaye naye pia ana uwezo wa kurun kwenye baadhi ya matukio. Kwa hiyo jikuta kwamba advantage alionao ni hii, kwamba sasa ni nani ambaye atakuwa na ule ubora wa kudrop ile mipira mingi kutoka deep, labda ni Fabrice Ngoma ama ni nani ambaye atakuwa anajaribu kudondosha mipira mingi kwenye hizo space ambazo Singida atakuwa anaziacha between hizo lines zao. Kwa hizo space sasa atakayekuwa anadondosha mipira akiwa perfect na Simba akawa na yupo kwenye kiwango chake cha juu ku speed up ule mchezo, inawezekana akawa anarudisha mechi kwenye favor yake in terms of tactics. Lakini in terms of quality, kwangu mimi ni mechi ambayo unaiweka tena mezani, kwa sababu quality wise Singida pia ana quality ambayo ina uwezo wa kuadhibu mpinzani hata pale ambapo achezi vizuri. Game zote ambazo Singida amecheza, Singida hakuna hata game moja ambaye amecheza kama entertainer wa uwanjani. Singida mara zote hata game anazoshinda comfortably anashinda kutokana tu na ile quality alionayo. Game zima unaweza ukawazima wote Athabada na Jonathan Soa wakakuadhibu. Game zima unawazima wote Emmanuel Adebayo na Adebayo Victoria na amka na kuja na kuadhibu. So I think ni game fulani ambayo ni nzuri kuitazama. Hakutokuwa na uchache wa battles ya katikati ya uwanja, kwa sababu kuna muda Singida akipoteza mpira tegemea Nation aggressive midfielder, tegemea Damaro aggressive midfielder ataenda kupora mipira. Lakini at the same time Simba akipoteza mpira tegemea ile aggression ya kina Yusuf Kagoma kwenda kujaribu ku retain ule mpira, aggression ya kina Chamo. So it will be a very entertaining game kwa timu moja ambayo inategemea quality ya wachezaji, lakini Simba anawapa faida because wanategemea ile quality pamoja na namna ambavyo wamekuwa na hiyo momentum kwenye hizo mechi za hivi karibuni. Anyway, kiufundi of course ametuambia hapa na mbinu ambazo kesho inaweza kutumika na Fadu Davids pamoja na David Ouma. Fadu Davids pamoja na David Ouma. Mteule, kwa upande wako, ni kweli Singida kamatia ama ndiye ambaye ameshika hatima ya Simba michuano ya ndani msimu huu? Na hii hoja inaanzia wapi? Fozi hiyo hoja inakuja kutokana na ratiba ambayo Simba yuko nao mbele. Anacheza kesho na Singida. Lakini baada ya siku 3 Singida tena nusu finali. Tarehe 28 una mechi ya ligi kuu Singida. Tarehe 31 una mechi ya kombe la TFF nusu finali. Yes, kwa maana yake hizi game zote akipigwa shughuli yake itakuwa imeshaisha. Si bado kuna game mbele sasa. Kuna uwezekano kwa mfano ile ya nusu finali ikipigwa shughuli ile inakuwa imeisha. Ile ni knockout. Ile ni mechi ya mtoano. Alafu kwenye ligi akifungwa kesho gap la alama linaongezeka, inakuwa ni alama 4. Na michezo inakuwa imesalia 3. Gap inaongezeka unasalia kama lilivyo sasa. Kwa saizi si alama 4. Kwa sababu na kipola of course 73 kwa 69. Kwa inakuwa ni alama 4. Ila game ndo zinakuwa umelevo na unaye saa 27 kwenye mbio za ubingwa. Yes. Sasa katika hizo alama 4 wana mechi yao ya kucheza.
ambayo hiyo mechi hata kama Simba akishinda atapunguza gap baki alama moja, bado atapanda juu hata kama yeye akishinda. Endapo mpinzani wake anashinda mechi zake zote zilizosalia, hilo umemwekea yengo ya kwamba labda akapoteza. Yaani Yanga akapoteza mbele ya Simba hiyo mechi ambayo inazungumzwa. Bado Yanga anakuwa na faida ya kuweza kuwa bingwa kwa alama moja. Kwa alama moja. Unaizungumzia. Kwa ndo maana na hata kama Simba kitokea kesho anatoa sare. Gap itapungua mpaka alama 3 kutoka 4. Kutoka 4. Itokea Simba anashinda mechi yake ile ambayo wanakutana wao wenyewe sasa atalevel kwenye alama, lakini goal difference ni kubwa sana pale ukiangalia hiyo. Mpaka sasa Yanga akafunga goli 71, Simba 62, Yanga karuhusu 10, Simba karuhusu 11. Okay, nimekuelewa kwenye hiyo tafasiri ambayo of course nilikuwa najaribu kuifafanua. Nguvu aliyotumia Simba kwenye mechi ya juzi dhidi ya RS Berkane. Hajapata muda wa kupumzika moja kwa moja. Mwalimu anakiri kwamba amerudi jana, ameingia kambini moja kwa moja. Session ya leo inawezekana isiwe ya kiufundi sana hivyo. Ni recovery tu mnaifanya kwa haraka haraka. Rotation amezungumzia ni kitu ambacho kinabaki kama technical bench. Kwa energy Simba aliyoitumia, inawezekana Singida akanufaika. Japokuwa zingatia Singida hakuna mechi yoyote ya kimashindano katikati hapa ambayo akacheza. Muda mrefu sana hajacheza. Na sioni hiyo issue kwa sababu wametoka ni mechi kubwa, lakini walikuwa na muda mrefu sana katikati Simba na kupumzika. Tangu mechi ya kwanza ya Morocco hadi mechi ya pili ni siku 7 zimepita ambao walikuwa wamepumzika wanajiandaa na mchezo huu mchezo mmoja. Na baada ya ule mchezo kuisha, maana yake yote imesaidia huko. Unajua issue ya fatigue ningeiona endapo kabla hii mechi ya Singida hapa katikati wangekuwa na mfululizo wa michezo mingi sana ambayo imebanana, kama ambavyo ilikuwa ile viporo 4 vile ambavyo kila baada ya siku 3 walikuwa wanacheza. Hiyo kidogo ningeona kuna hali ya uchovu, lakini ukiangalia gap ambayo walipata baada ya mechi ya mwisho ya kiporo ya Pamba wiki nzima hadi na RS Berkane, baada ya mechi ya mkondo wa kwanza pia wiki nzima amepumzika hadi mechi ya mkondo wa pili. Kwa kuna muda mwingi sana ambao waliutumia wao kuweza kurelax. Kwa naamini inawezekana wakawa wasiwe kwenye hiyo hali kubwa ya fatigue kwamba atakuwa amechoka na vitu kama hivyo. Sioni sana. Labda ile mechi ya pili kwa sababu ilikuwa ni mechi 3 ambazo zimegezewa karibu. Ile mechi ya 31. Lakini kwenye mechi hii naona wao ndo wanaingia kwenye advantage. Wanaingia kipindi ambacho mili yao ipo tayari kwa ajili ya kushindana. Na wanaenda kucheza na timu ambayo kwa muda mrefu haijacheza karibia wiki 3. Issue yao wenyewe ni mechimbiza kirafiki, mcheza na Yanga, siku nyingine sio mcheza na Fountain Gate. Hizo tu, lakini zile kiushindani haziwezi kuwa sana mchezo wa ligi kuu. Kwa naona Simba anaenda kwenye hii mechi kwenye eneo la utimamu wa kuhitaji mchezo, wao ndio wako na hiyo faida kubwa kuliko Singida Black Stars. Okay, anyway, Simba ni timu ambayo imefunga idadi ya magoli mengi zaidi ligi kuu. Ukimtoa Young Africans ambaye nilitaja amefunga goli 71, Simba yake kafunga goli 62. Timu nyingine zitafuata hapo kwa Azam na 48, lakini Singida akafunga goli 40 pale alipo. Lakini safu yake ya ulinzi imesharuhusu goli 21 kwa sasa. Simba ndio timu pekee ambayo ina wachezaji 3 wa safu ya ushambuliaji ambao wamefunga goli 10+. Jincha Zawa top scorer ana goli 15. So far Leo ni Ateba na 12, Steven Mukwala of course ana goli 11.